Limetanda katika kijiji cha Tuikut, eneo bunge la Mlima Elgon katika kaunti ya Bungoma, baada ya mfanyabiashara na mwanasiasa wa zamani mwenye umri wa miaka 62 kupigwa risasi na watu wasiojulikana na kufariki papo hapo. Polisi wameanza uchunguzi kuwatafuta waliohusika na mauaji hayo. Kulingana na familia ya marehemu Nathan Wasama, aliyekuwa diwani, marehemu alishambuliwa na kupigwa risasi majira ya saa 2 usiku wa kuamkia leo akiwa ndani ya chumba chake cha biashara katika soko la Tuikut. Kamanda wa polisi wa kaunti ya Bungoma akizungumza kwa njia ya simu amehakikisha kuwa uchunguzi wa kina unaendelea ili kuweza kubaini na kuwafikisha mahakamani wahusika wa tukio hilo, huku akiwaonya wahalifu kuacha vitendo vya uhalifu vinavyotishia usalama wa wananchi. Mambo ilipofanyika sikuwa pale, nilikuwa nyumbani hapa. Sasa siwezi eleza jenye sijaona kwa macho. Naomba tu serikali wafanye haki. Ni hiyo tu. Mzee amekuwa mwanasiasa, nimekuwa kitambo, nilikuwa kansala MCA, eneo ameniwachia family kubwa. Zaidi ya watoto 10 hapo. Na sina chochote. Ng'ombe niliuza kwa mambo ya school fees. Sasa sina mbele wala nyuma. Naomba serikali wangenisaidia. Sijaelewa alitaka punga. Mimi naelewa alisimama kansala na akafaulu. Mwishowe akashindwa, akakaa hivyo mpaka leo. Watoto yake amefunza, watoto yake wengine wamefaulu, wengine bado nyumbani hapa. Mzigo kweli iko. Mtu wa msaada zaidi tumepoteza. Mtu wa msaada zaidi. Ukiwa na shida akuachi. Kukiwa na shida kwa manyumba kama jamii anatatua kwa uzuri. Mzee alikuwa amepigwa risasi 3, moja mkono wa kulia, ingine kwa kivua, katikati ya kivua, alafu ingine kwa mkono wa Naam, tukiachana na taarifa